Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika kwenye ardhi, haleluya, ambayo yawezekana usijue wala usielewe, lakini matokeo ya malango yako ya ardhi kufungwa, kuharibiwa, kulaaniwa yataonekana kwenye maisha yako ya kawaida. Na matokeo ya maisha yako ya kawaida yatakuwa yanadhihirisha malango yako ya ardhi yamekamatwa, yamefungwa au yamelaaniwa. Na malango yako ya ardhi yanapolaaniwa, maisha yako hayawezi kuleta matunda, maisha yako hayawezi kuzaa, maisha yako hayawezi kuleta vilivyo vya baraka, bali yatazaa vilivyo vya laana, bali yatazaa vitu ambavyo havimpi Mungu tukufu, bali ni mambo ambayo yatakayozalika kwenye ardhi juu ya maisha yako yataleta machungu, yataleta maumivu, yataleta mateso. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, basi ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Basi ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, na michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, na kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Haleluya. Wakati Mungu amemuumba Adamu akamweka katika bustani ya Eden, alibariki ardhi alimokuwa anakaa. Haleluya. Alibariki mpaka ardhi kwamba chochote atakachokifanya kimebarikiwa. Lakini baada ya Adam kuasi, maandiko yanasema ya kwamba Mungu hakumlaani Adam, ila alilaani ardhi. Alilaani ardhi kwa sababu katika ardhi ndiko kwenye chanzo cha kila kitu, maana ardhi ndio imebeba kila kitu. Katika ardhi Adam ametwaliwa, akatengenezwa, amekuwa nafsi hai baada ya kupuliziwa pumzi ya uhai ya Mungu mwenyewe, ndio akawa na uhai ndani yake. Lakini baada ya kumkosea Mungu, Mungu hakumlaani Adamu, akailani ardhi ambako alitokea, ya kwamba chochote utakacho kifanya katika hiyo ardhi hakuna kitakachozalika, na mwisho wa siku utarudi katika hiyo ardhi, maana wewe umavumbi. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa. Sikia nikwambie, mtoto wa Mungu, ardhi ikilaniwa kwa ajili yako, maisha yako yameharibiwa. Ardhi ikilaniwa kwa ajili yako, hatima yako imelaaniwa. Hatima yako hauwezi kuifikia, wala hautaona matunda ambayo yanatoka ndani ya hatima yako. Ardhi ikilaniwa, kusudi la Mungu hauwezi kulifanya. Utatamani kufanya, hutalifanya kusudi la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ardhi yako imelaniwa. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa. Ninakuambia asubuhi ya leo, ikiwa kuna maneno yalitamkwa kinyume juu yako katika ardhi, basi siku ya leo yakabatilishwa ili uweze kulifanya kusudi la Bwana. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa. Kuna mambo mengi tunatafuta kwenye maisha yetu, lakini kuna mtu alitamka maneno mabaya juu ya ardhi, akalitamka na jina lako juu ya ardhi, akasema fulani hatakaa barikiwe. Ninailaani ardhi kwa ajili yake. Siku ya leo kama kinywa cha Bwana, ninaenda kutengua maneno yote na nitaongea na ardhi yako, na maisha yako yatakuwa huru katika jina. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa asubuhi ya leo. Nasema kama kinywa cha Bwana, yule ambaye Bwana amenipa neno lake kwa ajili ya maisha yako, maisha yako yatabaki kwa ya kawaida. Haijalishi walitamkia ardhi, ardhi ikasikia, ikaingia katika utekelezaji. Kama kinywa cha Bwana, leo ninabatilisha maneno yote katika ardhi yako katika jina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Watu wengi ardhi zetu zilitamkiwa laana.
Ndio maana hata unaweza ukaona kiwanja na kiwanja kisikufaishi, ukajikuta unaikimbia ardhi yako kwa sababu tu ardhi ilitamkiwa laana juu yako. Unaweza ukaona nyumba hapo hapo kwenye ardhi yako isikupe faida. Kwa nini? Kwa sababu ardhi ilitamkiwa laana kwa ajili yako. Sikia nikwambie, ardhi ikitamkiwa laana, hata kama ukiwa una eneo utalikimbia mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu umetamkiwa laana juu ya ardhi yako, na ardhi ikikuona inakukataa kwa sababu inatimiliza yale yaliyoambiwa. Haleluya, haleluya. Mstari wa 29 maandiko yanasema, nchi lisikie neno la Bwana. Nini kinasemeshwa? Nchi, ardhi inasemeshwa, inaambiwa sikia neno la Bwana. Nchi lisikie neno la Bwana. Mstari wa 30, Bwana asema hivi, andika habari za mtu huyu. Maana yake nini? Ardhi iandike habari za mtu. Andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Ardhi inaambiwa iandike ya kwamba huyu mtu hatakuwa na uzao. Haleluya. Hatakaa zae, hatakaa afanikiwe, hatakaa stawi, kwenye ndoa asizae, kwenye kazi asizae, kwenye biashara asizae, kwenye karama asizae, kwenye wito asizae. Ardhi inaambiwa sikia na uandike ya kwamba huyu mtu hapaswi kuzaa, hapaswi kustawi. Ardhi inasikiliza na ardhi inaandika. Ulishawahi kujua kama ardhi ina mikono ya kuandika? Ulishawahi kujua kama ardhi ina masikio ya kusikia? Ulishawahi kutambua kwamba ardhi ina macho ya kuona? Maandiko yanasema ardhi sikia neno la Bwana, ukaandike kwamba huyu mtu hatakuwa na uzao, hatakuja kuzaa. Maana yake mahali anapotakiwa kuzaa, ardhi iseme hapana, tumeambiwa hautazaa. Mahali atakapotakiwa afanye karama na wito wake udhirike, ardhi itasema hautafanya kusudi la Bwana, utabaki kuwa tasa. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa. Ardhi inasikia na inaingiza maneno yote katika utendaji. Ndio maana unaweza ukaambiwa wewe ni nabii na bado usitimilize unabii wako. Kwa nini? Ardhi inasema hapana, ni kweli wewe ni nabii, lakini nimeambiwa hautakuja uzae kwenye wito wako. Ni kweli unaomba, lakini ardhi inasema hapana, hautakuja kuchipuka, hautakuja kufanikiwa. Wacha neema ya Mungu ikusaidia asubuhi ya leo. Na ikiwa ardhi itamkiwa mabaya juu yako siku ya leo, kama kinywa cha Bwana, maneno yote yakabatilishwe, laana ikabatilishwe, na ikaingie baraka katika ardhi yako katika jina. Haleluya, haleluya. Anasema nchi sikia neno la Bwana, andika ya kwamba huyu mtu hana uzao. Kunena, kuomba, kufunga. Sikia nikwambie, kama ardhi yako imekamatwa, nikwambie hautaona matunda kwenye maisha yako. Kwa nini? Ardhi yako imetamkiwa laana. Ardhi yako imeambiwa chunga sana huyu mtu. Haijalishi hata kama mitaa 10, lakini mahali popote anakoenda ardhi nasema tulishaambiwa. Sema sitaki kukaa Mbezi, naenda kukaa Kibamba. Ardhi nasema tulishaambiwa juu yako, taarifa zako tunazo. Sitaki kukaa Kibamba, naenda Tabata. Ardhi nasema tuna taarifa zako ya kwamba hutakaa uzae. Neema ya Bwana ikusaidia asubuhi ya leo. Sema lango ardhi, siku ya leo sikia neno la Bwana. Funguka kwa ajili yangu, funguka kwa ajili yangu. Lango ardhi, mahali popote umefungwa ukatamkiwa laana kwa ajili yangu, lango
kidogo.